Kila Disemba Wakristo wamekuwa wakibishana. Je, Christmas ni takatifu au ni sikukuu tu ya kipagani? Leo sitakwambia ufanye nini kwa hisia, wala sitakwambia ufuate kanisa fulani. Lakini leo tutajiuliza swali moja tu, ya kwamba Biblia inasema nini juu ya Christmas. Na swali letu leo ni rahisi sana, ya kwamba je, ninatakiwa kusherekea Christmas? Naomba unisikilize mpaka mwisho, kwa sababu hii si video ya kushambulia kanisa lingine, kuhukumu watu, bali kujijenga katika imani ya Biblia na Biblia pekee. Tunapoanza kabisa, hebu tujiulize, je, ni kweli Yesu alizaliwa? Ndiyo, Yesu alizaliwa. Hakuna Mkristo ambaye anaweza kupinga hilo. Na Mathayo 1:21 inaeleza wazi kabisa, nawe utamzaa mwana, naye ataitwa Yesu. Tatizo sio kwamba Yesu alizaliwa, lakini ni tarehe ambayo tunaadhimisha kuzaliwa kwake. Je, Biblia inasema Yesu alizaliwa lini? Jibu, Biblia haisemi tarehe ya Yesu kuzaliwa, wala haitoi mwezi, wala haitoi ya kwamba kuna sheria au amri ambayo inasisitiza watu waisherekee siku hiyo. Ukweli wa kushangaza ni kwamba Biblia haijawahi kueleza watu juu ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Mitume hawakuwahi kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu, wala kanisa la awali la mitume halikuwahi kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Lakini Yesu alichoagiza ya kwamba watu washerekee, alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alikuwa akielezea juu ya kifo chake katika Pasaka ya mwisho. Na hili linatufanya tutambue ya kwamba msingi wa Ukristo ni msalaba na sio tarehe ya kuzaliwa kwake. Sasa ni lazima tujiulize ya kwamba Christmas ilitokea wapi? Tarehe ya Desemba 25, mti wa Christmas, Santa Claus na sherehe za mwanga na zawadi. Hivi vyote havikutoka kwa Yesu, havikutoka kwa mitume, wala havikuwepo hata katika Biblia. Lakini hivi vilikuwepo kabla ya Kristo na katika ibada za kipagani za Kirumi. Biblia inatueleza wazi katika kitabu cha Yeremia 10:2 ya kwamba wala msijifunze wala msifuate kaida za mataifa. Na kama Wakristo tunaamini kabisa ya kwamba ibada za Mungu hazipaswi kuchanganywa na ibada za kipagani au za kimataifa au desturi za wanadamu. Sasa swali kubwa linabaki ya kwamba je, kusherekea Christmas ni dhambi? Naomba nieleweke vizuri. Sio kila anayesherekea katika Christmas anatenda dhambi. Watu wengi wanafanya kwa upendo, kwa familia na kwa wema. Lakini tatizo linapokuja pale ambapo inageuka na kuwa ibada ya kidini, pale ambapo inabadilika na kuwa amri ya kuwalazimisha watu, pale inapofundishwa ya kwamba ndio wajibu wa Mkristo kusherekea Christmas, lakini pia pale ambapo inachukua nafasi ya sheria za Mungu. Biblia inasema kila jambo lisilokuwa la imani ni dhambi, katika Warumi 14:23. Ndiyo maana Wakristo wengine wameamua kuchagua kutokusherekea Christmas kama ibada. Wameamua kuishi maisha ya Kikristo tu kila siku. Yesu hakusema nisherekeeni kuzaliwa kwangu Desemba 25, lakini yeye alisema nifuate, shika amri zangu, ishi maisha matakatifu. Katika Yohana 14:15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, na sio mkinipenda mtasherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Kwa hiyo kwa ujumla, swali linalosema je, nisherekee Christmas? Kama Mkristo ya kupasa ujue ya kwamba hiyo sio amri ya Biblia, lakini pia sio msingi wa wokovu, na hatimaye sio kipimo cha kumpenda Yesu. Umewahi kujiuliza ni kwa nini katika sherehe hizi za Christmas ndipo watu ambapo wanalewa sana, wanakula vyakula ovyo ovyo, na hatimaye wanaumwa na wengine wanapata ajali na kufariki? Lakini badala ya kufanya yote hayo, unaweza ukaendelea kufanya wema kila siku, kusaidia wahitaji na kumtukuza Kristo pasina mapokeo yoyote. Ikiwa hii video imekusaidia, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu hii ya Tosi TV Network. Lakini usisahau kutuandikia hapa katika comment section ya kwamba wewe mtazamo wako ni upi wa Christmas katika Biblia. Asante.